Single mama wengi wameachika kwa sababu hizi tano. Zipo sababu nyingi sana, lakini nimeweza kusogezea sababu kuu tano ambazo zimefanya single mama kuweza kuachika. Sababu ya kwanza kabisa ni sababu ya mwanamke kuombwa jicho na mumewe. Hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo imefanya wanawake ambao wanajali afya yao au wanawake ambao wana hofu ya Mungu imewafanya waweze kuachika. Hii ni mojawapo ya sababu kubwa sana single mama kuweza kuachika ndani ya ndoa. Na pia sababu ya pili ni sababu ya kupigwa. Single mama wengi wameachika kwenye ndoa kwa sababu ya kupigwa. Hakuna mwanamke ambaye anajipenda akaweza kuvumilia kipigo ndani ya ndoa. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo imefanya single mama wengi kuachika ndani ya ndoa. Na pia sababu ya tatu ni sababu ya kumfumania mwanaume. Hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo imefanya single mama wengi kuweza kuachika. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba hii ni mojawapo ya sababu kubwa sana. Na pia sababu ya nne ni sababu ya kutohudumiwa. Hii pia ni mojawapo ya sababu kubwa sana. Wanawake wanapenda kuhudumiwa. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sababu ambayo imefanya single mama wengi kuweza kuachika ndani ya ndoa. Na pia sababu nyingine ya mwisho kabisa ni sababu ya kukosa matumizi ya ndani au mahitaji ya msingi. Hii pia ni mojawapo ya sababu kubwa sana. Hakuna mwanamke ambaye anaweza kuvumilia kila siku anashinda njaa, kila siku yani mambo ya mahitaji ya msingi yanakosekana ndani ya ndoa. Hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo imefanya single mama wengi kuweza kuachika ndani ya ndoa. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba single mama wengi wameweza kuachika kwa sababu hizi tano ambazo nimeweza kuzitaja. Na pia nikukumbushe, unaweza kupata kitabu hiki kitakusaidia mno kuweza kuingia katika mahusiano sahihi ambayo yatajenga ndoa sahihi. Ni kitabu ambacho kinauzwa shilingi 15,000 lakini kwa WhatsApp tukipata kwa shilingi 10,000. Nicheki WhatsApp ili kupata hiki kitabu. Naitwa Isaac Kanyankole. Asante na karibu.